usiyelinganishwa. Ni wewe muumbaji uliyetuumba, na ulipotuumba kwa mfano wako, ili Bwana majeshi tuyafanye yaliyo mapenzi yako. Tuikusifu na kuabudu kila siku itoo leo. Acha sipati kuja mtakatifu mchana wa leo. Ona huli muda ambao tunaenda kulishwa neno lako. Ona mtumishi wako mtakatifu amesimama. Anaposimama mtakatifu, yeye asionekane kusimama, lakini Bwana majeshi uliyetu mbinguni uonekane kuwa Mungu mzima kusimama ndani mwake mtakatifu. Anaponena mtakatifu, wewe uwe umenena ndani mwake mtakatifu. Onekana ndani ya ulimi wake Bwana. Upige muhuri wa mbinguni mtakatifu katika kinywa chake mtakatifu. Anaponena wewe umenena. Sauti yake sio sauti yake mtakatifu, lakini Bwana iwe ni sauti ya kutoka mbinguni. Malaika wako mtakatifu waonekane kusimama ndani mwake. Nguvu zako, moto wako, uweza wako, nguvu na ishara. Sali glory kitesio kwa Yesu. Kwa Yesu Kristo, acha sifa zikulie mtakatifu, maana uko mwema. Utukufu ni kwako na yote yao ni kwako, na wewe ndio uwe Mungu pamoja nasi. Tunangoja tule chakula cha kinachohitajika katika maisha yetu, katika neno tunasema amen. Asante Yesu. Amen. Haleluya. Amen. 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 Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Furaha iko? Kama furaha iko utachapia Yesu iko. Tunataka tumsifu. Tunataka tusikie neno yetu ya siku ya leo. Leo ni siku ya furaha. Leo ni siku dimashe yetu ya kwanza ya 2014. Dimashe ya kwanza ya 2014. Haiko dimashe yenyewe unaweza kupitiza katika maisha yako. Haleluya. Tunashukuru kwa waimbaji, Mungu awabariki. Tunashukuru kwa muongozi, Mungu akubariki. Tunashukuru kwa wapendo wenyewe umetuzuria mkutano wetu wa siku ya leo. Tunasema asante. Kwa wageni wetu tunasema Mungu awabariki. Haleluya. Kazi iko kumwanzo, mlango iko wazi. Ujisikie uhuru kutumikia Mungu wako. Haleluya. Tunataka, unaweza kuambia mwenye pembeni yako, mwambie ni muda ya kuchunga zamu yako. C'est le moment de garder ta poste. Hii ni ujumbe Mungu amenipatia mwanzo ya mwaka ya 2014. Kujua kuchunga zamu. Unajua wakati umefika hapa, wewe ni mtu wa Mungu. Wakati umeingia katika mji ya Canada, jua ya kwamba kukua kwako hapa haiko kwa bahati mbaya. Wengi wamefika katika hii mji, wamesahau ya kwamba ni watu wa Mungu na Mungu amewatuma. Bwana sifiwe sana. Sasa nataka nikukumbushe yana kwamba ujue kuchunga muda yako, ujue kuchunga poste yenye Mungu alikupatia. Kuna kwa mahali Mungu anakutafuta. Nasema ya kwamba tangu mwanzo kamata huyo. Haleluya. Watoto wa pastor wana itasema funzo mzuri. Haleluya. Tangu mwanzo wakati Mungu anaumba Adamu na Hawa, anawatia ndani ya shamba la Edeni. Biblia inasema ya kwamba walikuwa na saa ya kukutanana na Mungu. Balikuwa nafasi yenyewe wanakutananaka na Mungu. Lakini wakati walipoingia katika dhambi, Mungu alipokuja kuwatafuta akawakosa.
Haleluya. Ukuwe na wakati ya kukuwa na rendezvous na Mungu wako. Chomana jioni ya leo nataka nikuambia jua kuchunga post yenye Mungu amekupatia. Mara mingi Mungu anataka kukubariki. Mara mingi Mungu anataka kukufanyizia miujiza. Anakuta haukuwake kwenye alikuleta. Shamba la Edeni kwa sisi wa Kristo ni kanisa. Shamba la Edeni kwa sisi watoto wa Mungu ni shamba la neno ya Mungu. Kama wewe ni mwinjilisti, Mungu anataka akuone huko unafanya evangelization. Kama wewe ni mwimbaji, Mungu anataka ukue tayari kumwimbia Mungu. Kama wewe ni mnisijue ni muombaji, Mungu anataka akuone katika uombaji. Kwa sababu siku tunazoishi ni siku zibaya. Tunaishi siku zibaya. Tunaishi siku yenye inabidi tuamke macho. Ndio maana mtu mmoja, nabii mmoja alikuwa ndani ya Biblia wanamuita Habakuki. Huyu nabii alikuwa akijiuliza maswali mengi. Wakati anajiuliza maswali mengi, ilikuwa kuhusu mji wake ya Yerusalemu. Anaona watu wa Israeli wanatoka ndani ya mapenzi ya Mungu. Anaona watu wa ndugu zake hawamwabudu tena Mungu jinsi iwezekanavyo. Wakati tunapokuwa katika huu mji, watu wa Mungu tunapaswa jiswali mengi. Eske unajiulizaka juu ya maisha ya kiroho ya hii mji? Eske unajiulizaka, eske makanisa bangali wanabakia tena kwa msingi wa kweli wa neno ya Mungu? Mtu wa Mungu unapaswa ujiulize. Mtu wa Mungu unapaswa usimame ujiulize. Alikuwa na maswali. Tunaweza kuwa hapa, tunapaswa kuwa vile na maswali juu ya nchi yetu. Tunapaswa kujiuliza mambo yanayopitikana katika nchi yetu. Habakuki alikuwa usiku na mchana akawa anajiuliza juu ya nchi yake. Hakuwa anajiuliza juu ya watu wake. Hakuwa anajiuliza eske watu wangali wanasimama kwa msimamo wa kweli. Eske injili ingali inahubiriwa kisi inavyoweza kuhubiriwa. Mwenye amepata tusomea Habakuki. Habakuki sura ya 1 mstari wa 13. Waanze ku mstari wa 13 hapo. Habakuki sura 13:14. Amen. Wewe uliye na macho safi zaidi hata wewe ulio na macho safi zaidi hata usiweze kutazama mabaya na usiyeweza kutazama ukaidi. Kwa sababu gani? Unaangalia wale wanaotenda kwa hila na unanyamaza kwa wakati muovu kuisha 14. Wakati muovu anapomeza aliye mwenye haki kuliko yeye. Haleluya. Achia hapo. Bwana sifiwe sana. Ile ilikuwa maswali ambao Habakuki alikuwa anajiuliza.
anajiuliza mpaka lini watu wataendelea kutembea ndani ya dhambi? Mpaka lini watu wa Mungu wataendelea kusahauliwa? Mpaka lini watu wa Mungu watakuwa hivi na hivi na hivi na hivi? Ilikuwa maswali akijiuliza, na wewe unaweza kujiuliza maswali. Haleluya. Mimi nafurahiaka huku nje watu wengi wanajiulizaka maswali. Asema pasteri, pasteri mnatubeba wapi? Ile ndio maswali mnapaswa kujiuliza. Kanisa tunaenda wapi? Watu wa Mungu tunasimamia wapi? Habakuki soma sasa sura 2 mstari wa kwanza. Sura 2 mstari wa kwanza nasema, nitasimama katika zamu yangu, na kujiweka juu ya mnara, na kuangalia ili nione atakaloniambia mimi Bwana, na nitakalonijibu kwa maneno ya manunguniko yangu. Haleluya. Akata hapo Habakuki anasema, kwa hiyo Bwana sifiwe sana, kufuatana na vile viko vinaendeka, kufuatana na situation yetu tuko nayo, kufuatana na situation ya Winnipeg, kufuatana na situation ya makanisa, kufuatana na situation ya nchi, kufuatana na situation ya homosexual, kufuatana na situation ya watu kutoka ndani ya mapenzi ya Mungu. Habakuki anasema, mimi nitasimama kwa zamu yangu nione nini Mungu atakalolitenda. Bwana sifiwe sana. Mimi nitabakia kuzamu yangu. Mfrere, haiku wakati ya kuingia ndani ya distraction, haiku wakati ya kuzupa, haiku wakati ya kuzupa. Na kwambia unaweza kuwa na mahitaji yako, haiku wakati uko na mahitaji ya kuombea, haiku wakati ya kuingia ndani ya distraction. Wakati uko naombea ndoa yako, haiku wakati ya kuingia ndani ya kuzuba, ni wakati ya kubakia ndani ya zamu yako. Kama wewe ni mwimbaji, bakia, mwambie ninataka nione nini Mungu atatenda. Ninataka nione Mungu atatenda nini. Ninataka nione yeye Mungu atatenda. Unajua Wakristo wengi wanakuwa wenyewe wanachoka. Wanapoingia ndani ya maombi ya siku moja, wanatoka ndani ya maombi hawaone kitu, wanajikwepea hao. Wanasema no, acha ni have fun. Bwana sifiwe sana. Acha ni have fun. Haiko muda ya ku have fun. Hii mwaka ninataka nikutangazie. Leo tuko le 5 janvier. Mwanzo ya mwaka ninataka nikuambie, hii dimashe ya kwanza ya 2014 nataka nikutangazie. Nataka nikuambie Mungu anataka ubakie katika position yako. Na kama hujafanya hatua, ni muda yako ya kufanya hatua. Na kama hujaokoka, ni muda yako ya kuokoka. Na kama hujasimama ndani ya utumishi, ni muda yako utatumikia Mungu. Anasema mimi nitabakia kwa zamu yangu. Mimi nitasimama. Mimi nitasimama kati zamu yangu, nimuulize Bwana. Kati zamu yangu, nimuulize Bwana takaloniambia ili nitende, takaloniambia
ili nitende. Simama, 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 amini. Haleluya. Ni muda ya kusimama, ni muda ya kuikala ndani ya utumishi. Haleluya. Ni muda, haiko tena muda ya kurudia nyuma Papa Serge. Bwana sifiwe sana. Hii mwaka tulibatize ndio mwaka ya double portion. Una mwaka ya double portion. Yaani kama uko mwimbaji utaimba deux fois. Kama uko mhubiri utahubiri deux fois. Kama uko mwombaji utapata marevelation zenyewe yapataka. Hii mwaka. Bwana sifiwe sana. Kama ni maproje tutazifanya, hizi hatuyazifanyana. Bwana sifiwe sana. Ni muda, mimi nabakia 7 minutes. Ni muda ya kusimama ndani ya utumishi. Ni muda ya kubakia ndani ya position yako. Ni muda ya kubakia ndani ya zamu Mungu alikupatia. Utabakia, utaniuliza, nabakia je ndani ya zamu? Ni katika maombi. Ni katika maombi. Habakuki alikuwa ndani ya maombi. Bwana sifiwe sana. Habakuki alikuwa ndani ya maombi. Alikesha ndani ya maombi. Alibakia ndani ya maombi. Alibakia wakati alipobakia ndani ya maombi. Sikia pale kusura chapitre 2 verset 2. Soma pale ndio mbili. Bwana akamjibu akasema. Bwana akamjibu. Alimjibia kwa sababu alikuwa ndani ya position yake. Simama mpendwa. Mungu anajibiaka mtu mwenye iko ndani ya position. Mungu anajibiaka mtu mwenye iko ndani ya zamu yake. Mwenye ako na kesha juu ya benediction yake. Mwenye iko na kesha juu ya venye Mungu alimwambiaka. Soma. Akasema andika maono. Mungu akampatia maono, andika. Na kufanya kuwa wazi juu ya mbao za mawe. Akaitia juu ya mbao za mawe. Ile wakati wa zamani balikuwa wanaandika juu ya mbao, balikuwa wanaandika juu ya majiwe, balikuwa wanaandika, balikuwa hawakuwa na makaratasi saa hizi, balikuwa hawakuwa na maimprimante, balikuwa hawakuwa na malibreri za kabambi, lakini aliandika juu ya jiwe. Hakukuwa papier ordinaire. Ili yeye anayeyasoma apate kupiga mbio. Haleluya. Asema kaiandika wakati wote. Ile ilikuwa yakuwa utimilifu ya baraka. Mungu akamwambia andika sasa. Nakwambia uandike sasa. Nakwambia andika quelque part. Yenye Mungu atakwambia uwe na muda ya kuviandika, uwe na muda ya kuandika vision Mungu anakupatia. Utakuwa unaisoma. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Wewe uko Kisuku hapa. Kuna mambo Mungu alikuambia tangu Afrika. Rudilia wende uiandike. Mungu aliniambiaka hivi. Sana fikaka Canada, Mungu kanifanyisia hiki.
Bwana sifu sana. Akamwambia hivi kusura 3, andika kwa sababu car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Bwana sifu sana. Nasema kwa sababu uandika ile unabii, ile message, ile baraka, ile Mungu alikwambiaka, kwa sababu siku yake Mungu anayejua. Mungu alishaka fixe. Bwana sifu sana. Kumbe Mungu anafixe siku yako ya kuoa. Kumbe Mungu anafixe. Haleluya. Papa eti. Kumbe Mungu anafixe siku yako. Mungu akaambia, unajua wakati mwingine mimi nasemaka, Biblia inasema ya kwamba nous connaissons à moitié et nous prophétisons à moitié. Tunajua kidogo si. Tunajua kidogo na tunahubiri kidogo yeye tunajua. Lakini Mungu yeye anajua kila kitu yote. Anajua wakati pasta Theo atakufaka, anajua wakati mtoto mwingine atazaliwa, anajua wakati utaenda sijue wapi, anajua wakati. Ni ule Mungu mwenyewe aliambia Ibrahimu, baada ya malaika walimkuja nasema ya kwamba itakuwa saa hii wewe Sara utakuwa uko na mtoto. Na makalkile ndio wanasoma Biblia, banakalkile, banasema wakati bale wa malaika walisemaka kama ilikuwa le 1er janvier, kama ilikuwa le 5 janvier, na ikatimilika le 5 janvier ingine ikakuta Sara iko na mtoto. Unaweza simama tuombe kwenye ujumbe kidogo. Haleluya. Ninataka kuambia hivi. Unaweza ona hii kanisa ni ya kidogo. Lakini nataka kuambia Mungu ametuambia kwamba Isa itakuwa ya kidogo. Na Mungu ametuambia kwamba ifasi tuko hapa anatanda. Mina jua kwamba Mungu asemake huko. Na nimepata ile maujumbe kwa watu wengi sana. Hii sala ni ya kidogo. Bwana sifa sana. Wadada mnakuja, karibu mkorale. Programu ya korale iko hivi. Chaque samedi tunakuwa hapa 14h30. 14h juste. Bwana sifa sana. Na ndio maana kisha mkutano tafadhali Papa Joshua na wandugu tupime kuongea juu ya korale. Bwana sifa sana. Tuongee korale, kizi korale tatembea. Samedi ninakuya nitahitaji Papa Joshua, nitahitaji Frère Accenti. Après kumaliza repetition ninaweza kuhitaji kama unataka kutia jiwe yako kwa hii kazi. Bwana sifa sana. Hii kazi haiko kazi yangu. Bwana sifa sana. Hivi nakuambia niko hapa, tuko na huduma nyingine kwa Afrika. Pastor Theo anaweza pita leo, huduma itaendelea. Bwana sifa sana. Mimi siko kitu, lakini Mungu Yesu Kristo ndio kiongozi wa hii ministeri. Bwana sifa sana. Alafu samedi ninakuya. Kanisa inatumikaka na benye biko. Hatutangoya Mungu atuletee sijue, atuletie banani, hapana. Wewe ndio Mungu mwenyewe ameleta mwenye ministeri. Haleluya. Papa ndiye wewe ndio Mungu ameleta hapa. Papa Bagula wewe ndio Mungu ameleta hapa. Kama tutaformer komite yetu ni wewe, c'est toi le frère Patrick, undu wasikie Swahili lakini atanja sema Swahili hapa. Sawa. Bwana sifa sana. C'est toi que Dieu a amené dans cette église. Hatutangoya ba pasteur, ba bishop wakuye, waje watatunumisha vichwa hapana. Kama ndaanza kuhubiri, mtaona kesho Papa Joshua anaanza kuhubiri hapa. Mimi sitahubiri kila siku hapana. Leo ninahubiri hii dimanche, kuna mtu mwingine mwenye atahubiri.
Bwana sifiwe sana. Hatutafunga utumishi wa watu, hapana. Kila mtu Mungu amemuita. Jinsi pale Mungu amekuita. Ndio maana samedi yenyewe nakuya, kuliko tufanye ibada tutafanya reunion kidogo na tutaomba, tuangalie jinsi Mungu anaweza kuongoza tukamate departement fulani nisijikute niko nafanya kila kitu. Bwana sifiwe sana. Kazi ya Mungu ni kutiana moyo. Wewe kama hauko mimi siko kitu. Wewe kama haukuye mimi siko kitu. Bwana sifiwe sana. Wakati wewe unakuwa na mimi niko hapa, ndio kazi ya Mungu inaendelea mbele. Bwana sifiwe sana. Nakwambia tusimame pamoja. Wewe uende uombe Mungu na mimi niombe Mungu. Mungu atakuonyesha hiyo huduma. Mungu atakuongoza kwa hiyo huduma. Ndio maana hii samedi ukuye, ndio tutapata wakati ya kuongea, nibaonyeshe vision ya ministeri, nibaonyeshe tunasimamia wapi, nibaonyeshe gisi, na baadaye tuangalie namna gani gisi vitu vinaweza kusimama. Bwana sifiwe sana. Mimi naweza penda na mimi nikuwe naongoza watu, nikuwe vile diakre, nikuwe naongoza watu mkanisa. Lakini kunaweza kuwa tena mwenyewe anaweza kulifanya kunishindia. Bwana sifiwe sana. Alafu ile yote inabidi tuwasema no frere fulani komsa dimanche prochain wewe tutakuwa nafanya unaingiza watu mkanisa. Vitu saa hivi. Haleluya. Toki kazi ya Mungu, mtu asikwambiake no hauko waiti, uko wa maana sana gizo kupale. Uko na kitu yenyewe unaweza kufanya mwi kazi. Mimi nakuweka hapa samedi, mimi napasha jikaza nipange hii maviti. So unaona hii meza benye kanisa wanapenda tuzirudishe kizi zilikuwa. Wewe utaenda, mimi nabakia hapa niko na tengeneza ile mabeza. Bwana sifiwe sana. No, kazi ni yetu sie bote. Kazi ni yetu sie bote. Tunaweza kamata meza mbili, moja tunakamata wewe unakamata kule na mimi nakamata huko, tunakietea meza quelques minutes, tunamaliza na tunaenda. Bwana sifiwe sana. Unagiza ile meza ingine natengewa pale. Njoo vile wanapenda tuache meza zao. Donc après kanisa sasa unaenda, mimi nabakia niko naifanya. Alors, dimanche prochain ile samedi tutaangalia banani wanaweza kujiokipe. Haleluya. Unaweza kuwa bien, mimi naweza shindwa kuifanya, wewe unaweza kuifanya kunishindia. Bwana sifiwe sana. Mimi naweza kuwa hapa niko nahubiri, labda wewe unaweza kuhubiri kunishindia. Bwana sifiwe sana. Mtu asikudanganyase mtu kama yuko pastor na anajua kuhubiri hapa. Kuko difference entre leadership na kujua kuhubiri. Iko vitu tofauti. Mtu anaweza kuwa leader. Sawa, Musa alikuwa leader na hakuwa anajua kusema vizuri. Mungu anaita Musa. Musa anasema, "Mimi niko na begi." Bwana sifiwe sana. Sijui hata kusema. Mungu anamwambia usiogope, ndaleta papa jeme pembeni yako atakuwa anakusaidia. Walikuwa wanaendaka na nje walikuwa wanasemaka ni Haruni. Bwana sifiwe sana. Musa alikuwa pale unasikiliza. Haruni anasema, "Usiseme." Na Haruni anamwambia basi usiogope, wewe utasema, mimi nitakwambia vile utasema. Bwana sifiwe sana. Naweza kuwa hapa mnaniambia mimi nasema. Haleluya. Acha tuombee hizo programu. Kazi ya Mungu iendelee mbele. Tusimame, kila mtu asimame kwa poste yake. Kila mtu asimame. Hatutaendelea hivi. Tunamjua programu. Bwana sifiwe sana. Tunakuwa na program, hata uongozi wa ibada. Kama asante kwa mfano leo alipitiwa naenda haiko kosa yake. Kwa sababu hatuikalaka tunasema itakuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Bwana sifiwe sana. Programu ya maombi, programu ya ibada iko different na programu ya maombi. Ibada ya dimasha haiko ibada ya maombi, kuko wakati ya maombi hapo kabisa Roho Mtakatifu, tunaweza sema no, Roho Mtakatifu atatuongoza. Dimasha hapa tukisema Roho Mtakatifu atuongoze, tutalala huko. Bwana sifiwe sana. Tutalala huko. Ndio maana roho na akili zitumikie Mungu. Batu banapangaka.
Haikukusema ya kwamba tutaacha tu roho anatumika na mwili na wakati mwingine anasema no. Roho tulia. Bwana sifa sana. Tulia ndani mwangu. Tunataka hapa ni saa vitu nyingine. Roho Mtakatifu akiongoza na sahau bibi yangu na watoto. Nisha niko nasema Roho Mtakatifu. Bwana sifa sana. Mungu shukuru Mungu kwa jioni ya leo. Kukia kwako ni baraka. Hauwezi toka Biblia inasema kwamba hakuna aliyekuja kwa Mungu bila hakuna aliyekuja kwa Bwana arudi mikono mitupu. Karibu kushukuru Mungu. Haleluya. 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 Asante Mungu. Asante Yesu. Asante Mfalme wa amani. Uinuliwe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Tukae. Tangazo letu ya kwanza, Yesu Kristo ni Bwana wa mabwana. Yaani ndio tangazo hili nilikuwa nawaambia mbili tuko nayo kisha mkutano. Nani Papa Joshua na Santi na Frere Patrick na mwingine mwenye anajisikia kujiunga ndani ya korali. Bwana sifa sana. Kwanza wale watatu watapima kuikala kuorganize korali, baadaye wengine watakuja nyuma. Amen. Na kisha samedi tutakuwa jikaze kuye kukorali. Haleluya. Badala kama bagula iko busy, mnanipigia simu. Na kama sina wakati nitawaambia. Bwana sifa sana. Juu wakati mwingine inabidi nikue mimi napasha kuwa kwa mbele ya wakati. Mtumishi wa Mungu anapaswa kuwa wa kwanza kanisa. Bwana sifa sana. Make sure niko mbele hapa wakati. Nikishafungula kanisa baadaye ndio najua mtu fulani aonekane. Kama niko na wakati mimi nakia kukamata. Kama sina wakati basi haleluya. Hii ni Canada. Basi Mungu tunamaliza mkutano wetu. Acha tuombe kumaliza. Baba asante, ulianza nasi kama Alfa, unamalizisha nasi kama Omega. Ubariki kila mmoja aliyefika hapa. Bariki nyumba zetu, wiki mzima tunaikabidhi mikononi mwako. Bwana uonekane na ujitukuze. Bwana uonekane na utende kazi. Yesu Kristo ujitukuze katika programu zote. Na kuinua na kubariki nasema asante. Uinuliwe sifa, uinuliwe sujudiwe Bwana. Baba asante kwa sababu wiki mzima bariki ndugu Bagula kwa kazi yako nafanya kuleta wandugu. Bwana umubariki, umsaidie Bwana kwa programu zake zote. Bwana umsaidie. Yesu Kristo kumbuka wandugu wenyewe wakonekana hapa. Kumbuka wa familia bashauri Bwana walikuwa eviteke pale. Mungu nao tunawaombea. Tunaombea mama Jojo. Yesu kubariki tunao tunamkabidhi mikononi mwako. Naye Dimash Proshaki onekana Bwana tutalibariki na kuisifu jina lako. Tunaombea mama Alice mwenyewe kukua hapa. Naye Bwana alikuwa alialikwa kwa kanisa lingine kuhubiri. Mungu ninaomba Bwana na utangulie katika programu zake. Mungu bariki upewe sifa. Tunaombea Tado mwenyewe kukua hapa. Mungu nakumbuka programu zenyeko ndani Bwana usimpungukiwe. Asante Yesu kwa sababu tunatukuza katika maisha kila mmoja. Ubariki upewe sifa ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.
Mira, que se lleva ridículo.